Karibu katika kituo chako cha wokovu. Uko hapa kwa miadi ya Mungu, si kwa bahati. Uwazi wa kiroho ni maombi na tumaini letu kwako leo. Mpendwa, hii ni miadi yako kuchagua uzima au kuchagua kifo. Hebu tuanze, tusikie sauti ya Mungu ya tumaini pamoja. Biblia takatifu ni sauti ya Mungu kwako. Soma yote kuhusu hilo katika Zaburi 119 na 2 Timotheo 3. Injili ya Yohana iko wazi kuhusu Yesu. Yeye ni Muumba, Mungu sana, Kristo au Masihi, Mwokozi wa ulimwengu. Yohana 1, Warumi saa 8 na madakika 15:28. Kuna habari njema sana inayopatikana katika Injili ya Mathayo. Watu walioketi gizani waliona nuru mkubwa. Yesu akaanza kuhubiri na kusema, tubu kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo saa 4 na madakika 16:17. Ndiyo, ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu analazimisha kila mtu aje kwa neema na rehema. Warumi sura ya 1 inatangaza, sioni aibu Injili ya Kristo, kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Mpendwa, hii ghadhabu ya Mungu inadhihirishwa kutoka mbinguni juu ya dhambi zote na uasi, kwa sababu tunaikandamiza kweli kwa udhalimu. Ametuonyesha mambo ya Mungu yasiyoonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa vitu vilivyofanyika, yaani uweza wake wa milele na uungu. Kwa hiyo hatuna visingizio, kwa sababu tulipomjua Mungu hatukumtukuza kuwa Mungu au kushukuru. Kujidai kuwa na hekima, tukawa wapumbavu. Tumepotea sana katika dhambi yetu wakati uliopo. Sasa lakini dhambi ni nini? Hii hapa sauti ya Mungu ya kujibu, dhambi ni uasi. Nani mnajua ya kuwa yeye Yesu alidhihirishwa ili azichukue dhambi zetu, na kwake hamna dhambi. 1 Yohana 3:4-5. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. 1 Yohana 1:8. Mpendwa, sote tumevunja na kuasi amri za Mungu huku tukitumikia miungu ya uongo. Tunatafuta tamaa mbaya katika ibada yetu ya sanamu, ambaye ni kitu chochote kisicho na faida katika uhusiano wetu na Mungu. Tunatamani katika kila aina ya upotovu wa maadili, katika pornografia, uasherati na uzinzi. Mathayo saa 5 na madakika 27-28. Tunamtafuta Mungu wa fedha kwa uchoyo mkubwa. Tunakimbilia na kukumbatia msisimko wa uovu. Tunamdharau mtakatifu. Tunachukia na kuwana sisi kwa sisi. Tumekengeushwa sana na dhambi zetu, hata tunampuuza Mungu aliye hai. Hata hivyo, tukiungama dhambi zetu kwa unyenyekevu, Mungu ni mwaminifu na mwadilifu hata atusamehe dhambi zetu. Yeye atatusafisha na udhalimu wote. Bali tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. 1 Yohana 1:9-10. Tunahitaji sana wokovu mkuu wa Mungu kupitia Kristo aliyesulubiwa. Yeye ni mwana-kondoo wa Mungu, ambaye peke yake aliichukua dhambi ya ulimwengu. Uhalisia huu ulio hai lazima uwe wa kibinafsi kwako, la sivyo utakatisha neema ya Mungu katika maisha yako. Utaangamia peke yako na dhambi zako. Yohana saa 1 na madakika 29. Kama vile Adamu na Hawa, machaguo yako yanakutenganisha na uwepo wa Mungu leo. Usiwe mhanga mwingine kwenye mfumo huu wa ulimwengu wa Titanic bila Kristo kama boti yako ya maisha. Marko saa 4 na madakika 37-41. Bila kibali, wote watasimama mbele za Mungu katika hukumu, iwe tunakubali au kutokubali kusikia sauti ya Mungu katika Waebrania 9. Usidanganyike, ipo siku ya hukumu kwako. Kuna mbingu ya milele au ziwa la moto la milele. Ona Ufunuo 20. Ni wito wako. Wewe chagua. Wengi sasa wako katika mateso ya milele kwa sababu walikataa rehema ya Mungu inayopatikana katika Kristo pekee. Wengi wamekataa upendo wa Mungu na mji wa milele. Ufunuo 22.
Neno lake kwako liko wazi sana kuhusu jambo hili la milele. Yeye si mwongo. Alikuwa na ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Mfikie yeye sasa hivi. Leo ni siku yako ya wokovu. 2 Wakorintho 6:2. Unaweza kuokolewa kwa kumwamini Kristo peke yake. Badilisha fikra zako na uache dhambi yako. Achana na yote mengine kwa ajili yake. Kristo pekee aliyesulubiwa kwa dhambi yako ndiye awezaye kukusamehe na kukusafisha dhambi, maana yeye ni mwana-kondoo wa Mungu. Yeye pekee ndiye aliyeiondoa dhambi ya ulimwengu. Baba yetu wa mbinguni anatamani sasa hivi kukusamehe dhambi zako zote kwa njia ya Kristo. Hii ndiyo zawadi kuu ya Mungu na dhabihu pekee ya kisheria na mbadala kwa ajili ya dhambi zako. Yesu ndiye mwana-kondoo pekee wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Sisi ni wahalifu kiroho. Tumetenda dhambi dhidi ya sheria takatifu za Mungu. Kwa hiyo lazima tuwe tayari kukiri, kuungama na kuacha dhambi zetu. Warumi 1:3. La sivyo, kuna hukumu ya uhakika na ya milele juu yetu kwa sababu ya dhambi zetu. Hakuna kuepuka juu yetu. Yohana Mbatizaji aliwaonya wale wanaotubu wazae matunda yanayostahili toba. Mungu havumilii uasi wa ukaibi au kutotii kimakusudi. Yesu alikufa ili mashitaka yetu ya jinai yatupwe katika mahakama ya mbinguni, walakini anabaki kuwa Mungu mtakatifu na wa haki. Wokovu wa kweli unatia ndani mengi zaidi ya kuungama tu, nisamehe Bwana. Waraka kwa Waebrania unatangaza kwamba wokovu wa milele unatolewa kwa wale ambao wanatubu kikweli na kuonyesha imani katika Kristo pekee. Tumeitwa kumpenda na kumfuata Yesu sasa. Marko saa 12 na madakika 29, 31, Mathayo saa 16 na madakika 24, 26. Tunafanya hivi kwa utii rahisi ambao unashiriki ahadi za thamani na ukweli wa Mungu unaopatikana ndani ya Biblia takatifu. Sauti yake kwetu. 2 Petro 1, Yohana 15, 2 Timotheo 3. Yesu alifanyika mwanzo wa wokovu wa milele kwa wote wanaomwamini na kumtii. Waebrania sura ya 5 inasomeka hivi: ingawa alikuwa mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo aliyoteswa. Naye alipokwisha kukamilishwa, akawa mwanzo wa wokovu wa milele kwa wote wamtii. Usielewe vibaya, neno la Mungu linafundisha wazi kwamba tunaokolewa kwa kumtumaini Kristo pekee. Ndiyo, imani katika Yesu ni ukweli. Hata hivyo, ni lazima imani ya kweli idhihirishwe kwa uongozi wa Roho wake katika matendo ya kimungu na mitazamo ya upendo. Kwa Roho wake Mtakatifu wa neema ndani, sasa tunaweza kumfuata Kristo kila siku. Imani ambayo haileti utii kwa Bwana si imani ya kweli. Warumi saa 8 na madakika 14, Warumi 12:1-2. Wakati hatuwezi kwa njia yoyote au juhudi binafsi kujisafisha na dhambi, kwa sababu damu ya Yesu iliyomwagika ilifanya hivyo kwa ajili yetu, lakini ni kupitia utii wetu unaoendelea kwake ndipo tunamtafuta na kumjua Baba yetu kama waabudu wa kweli katika roho na kweli. Yohana 4. Yesu alisema, ikiwa tunampenda yeye kikweli, tungeshika maneno yake na kutii mafundisho yake. Tunapochagua kumfuata Bwana, tunapokea nguvu zake kwa ajili ya safari yetu kupitia ahadi zake kuu na za thamani. Kwa hivyo, tutapokea uwezeshaji wa kiungu kushinda kila siku. Ukijua kwa unyenyekevu hitaji lako la Yesu kukuokoa sasa. Au ulienda mbali na yeye siku za nyuma, lakini leo unachagua kumfuata yeye kwa masharti yake. Kama unaweza, kwa unyenyekevu piga magoti mbele za Mungu. Ungama dhambi zako haswa. Mwombe akusamehe. Zaburi 51. Imeandikwa tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hii hapa hatua yako ya kwanza ya utii. Shiriki na wengine kuhusu Kristo aliyesulubishwa kwa ajili yao. Yesu alisema, ikiwa hamtamkiri mbele ya watu, yeye hakukiri mbele za Baba yake aliye mbinguni. Hatutamtahabu kamwe aliyetuokoa. Zaidi ya hayo, jenga ukaribu na Baba yako kwa kujilisha kila siku mkate wa uzima.
Biblia Takatifu. Mwombe Roho Mtakatifu akupe ufahamu na matumizi ya neno lake unaposoma, kujifunza na kutafakari. Vile vile, ungana nasi au kundi lingine lisilokamilika la waamini kama sisi ambao wanakamilishwa katika Kristo. Lazima kanisa la mtaa unaloungana nalo kwa maombi lazima liamini neno la Mungu la leo. Waibrania sura ya 10 inasema, na tushike ungamo la imani yetu bila kuyumbayumba, kwa maana yeye aliahidi ni mwaminifu, na tuangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na matendo mema, tusiache kukusanyika kwetu pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia. Kanisa lako la mtaa ni lazima liamini kulingana na Yohana sura ya 3 kwamba lazima mzaliwe mara ya pili kwa Roho wa Mungu ili kuingia katika ufalme wa Mungu. Yohana 3:7. Lazima waamini kwamba wokovu wa kweli unapatikana katika huzuni ya kimungu itendayo toba ya kweli iletayo wokovu, si huzuni ya ulimwengu huu itendayo mauti. 2 Wakorintho saa 7 na madakika 10. Uwezo wa mtu au juhudi binafsi. Yohana 14:6, Waefeso 2:8-9. Je, uko tayari kugundua hatua zifuatazo kutoka kwenye neno la Mungu kwa mapenzi na njia ya Mungu katika maisha yako? Ikiwa umejibu ndiyo, nenda kwenye tovuti yetu kwa mambo muhimu ya kukua ndani ya Kristo. Tovuti yetu ni hosanna.org. Unaweza kuungana nasi kupitia tovuti yetu au kwa barua pepe info@hosanna.org. Nenda kwenye tovuti yetu ili kupakua ushuhuda bure katika wimbo uitwao Agano la Upendo. Nenda tu kwenye menu iliyo juu ya ukurasa wa tovuti na ubofye nyimbo zisizolipishwa ili kupata wimbo huo na zaidi. Mpaka tukutane tena, neema ya ajabu na amani ya mfalme wetu ipewe kwenu kwa njia ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.